Naam, hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ya Janvier Emmanuel Kaluhia ni kukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine. Tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vya Muteba TV vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jiji na tarafa la Uvira, ambapo moja kwa moja tunapata nafasi kabisa ya kuweza kurushia matangazo yetu kila leo. Katika taarifa zetu za habari za siku ya leo, tutazungumzia kabisa kuhusu vita vya wazalendo pamoja na M23 ambavyo vimezuka huko kabisa maeneo ya Bukavu, huko kwenye milima. Utakwenda kujua vijiji kabisa kama vile Bikari, pale kudepo Nyalugasha, Kusisa na vijiji kadhaa ambavyo tayari vimetoka mikononi mwa waasi M23 na kukombolewa na wazalendo pamoja na jeshi la FARDC. Tutazungumzia kuhusu mapigano ambayo yaliweza kuzuka pale bondeni mwa mto Ruzizi wakati wazalendo walikuwa wakipiga doria, wamekumbana na waasi wa M23 huko maeneo ya Narundari na kuanzisha mashambulizi ambayo yameanza asubuhi mpaka saa 5 za mchana. Tutakwenda kujua mengi kabisa kuhusu siku ya leo. Bila kupona muda, tukaribishe kabisa katika habari zetu, na moja kwa moja tuanze na habari za vita ambavyo vimeweza kuzuka huko bondeni mwa mto Ruzizi. Mapigano makali yaliweza kuzuka hiyo siku ya ine huko bondeni mwa mto Ruzizi. Habari zetu ambazo tuliweza kuzipata zilieleza kuwa ni wakati wanajeshi wa wazalendo walikuwa wakipiga doria huko maeneo ya Rundari na kuweza kukumbana kabisa na waasi wa M23. Hapo walianza majibiano na milio ya risasi ilianza kusikika, na baadaye wanajeshi wa wazalendo pamoja na FARDC walikwenda kabisa kuunga mkono wenzao ambao walikuwa wakipiga doria huko na Rundari na kuanzisha shambulizi. Majira ya saa 1 za asubuhi mpaka saa 5 za mchana ilikuwa ni vuta ni kuvute kati ya pande zote mbili, kati ya waasi wa M23 pamoja na wazalendo kwa ushindikizwa na jeshi la Kongo. Habari tulizozipata tu baada tu ya masaa hayo mane yakiwa nasibiana kwa risasi, mwishowe vita viliweza kushimama, na pale tunavyozungumza kwa sasa maeneo ya Narundari mpaka sasa inaendelea katika udhibiti wa wazalendo pamoja na jeshi la FARDC. Nini hasa ambayo inaweza kuwa ni changamoto kutokana na wadadisi pia viongozi wa wazalendo ambao walieleza kukeuka haki na mapasho ya makubaliano ambayo yanayosainiwa ya kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku tukitaja kuwa waasi wa M23 wanaendelea kuvamia ngome za vituo vya wanajeshi wa Kongo pamoja na wazalendo bila kuheshimu mikataba. Mpaka sasa amani ya kudumu inaendelea maeneo hayo, ambapo raia wengi wanaotoka Uvira kwenda Bukavu walisusia kutokana na milio hiyo, pia ngoma nzito, pia zana nzito ambazo zilikuwa zikisikika maeneo hayo. Na tutoke hapa Uvira tujielekeze huko Bukavu. Wazalendo wanaendelea kurejesha maeneo mbalimbali ambayo imedhibitiwa na waasi wa M23 huko maeneo ya Kalehe, M23 ikiwa inataja kuwa shindikizo pia kutokuheshimu mikataba ambayo iliyosainiwa ya kurejesha amani ya kudumu. Baada tu ya mapigano makali kati ya Kivu Kusini, hadi inabadilika kwenye uwanja wa vita, tukitaja huko maeneo ya Chambombo. Vijiji kadhaa vimekuwa kabisa vilivyokuwa mikononi mwa waasi wa M23 kwa sasa vimerudishwa mbele ya wazalendo pamoja na jeshi la taifa, wakitaja vijiji mbalimbali huko maeneo ya Chombo, Bikari, pale kudepo Nyalugesha, Kusisa, vyote viko katika kuzorotesha baada tu ya mapigano makali kwa sasa vimeondolewa kati ya waasi wa M23 na vikawa vimerudishwa mikononi mwa wazalendo. Matokeo ya moja kwa moja katika miji ya Sheje na Bishaka sasa iko hatarini, ambapo kwa sasa tunavyozungumza mapigano makali yakiwa siku nzima yaliweza kuripotiwa kuanza asubuhi mpaka jioni. Mapambano yanaendelea kwenye vilima vya kikakati maeneo ya Kaziba, Mwimanyi, Runegene, Mugungwa. Vilima hivi
vinatawaliwa na Lumbishi ambalo ni nafasi muhimu bado kabisa chini ya udhibiti wa M23 RDF Twirwaneho. Hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya ikiwa inaanza kuzorota, raia wengi wakikimbia maskani yao. Sheje kuelekea Biondo, maeneo ya juu yanaonyesha kuwa kabisa yakiwa na changamoto, huku raia wakikimbia maskani yao wakiishi katika hali ya wasiwasi, huku raia wengi wakiomba serikali ya Kinshasa kuingilia kati ili kuhakikisha kuwa wanamaliza mzozo ambao unaoendelea kujiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe halisi wa wazalendo ambao wanataja kuwa ni vema raia wawe makini na wasidanganywe na mitandao, kwa kuwa hali halisi iko wazi kwenye uwanja wa vita, na hao ndio wanaendelea kufanya vizuri baada tu ya makubaliano makali ambayo wao hawako wanakubali, na pia kuanzisha vitisho dhidi ya ngome za wazalendo pamoja na jeshi la Kongo. Habari tulizokuwa nazo za sasa zaeleza kuwa vita viliweza kupamba moto na baadhi ya silaha nzito pia zile za kawaida ziliweza kukamatwa na wapiganaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wazalendo kwa ushirikiano na jeshi la Kongo. Mtazamaji wa televisheni Muteba TV, ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vya Muteba TV vinapatikana nchini Kongo ya Kidemokrasia katika mji na tarafa letu la Uvira. Turejee hapa Uvira tuzungumzie kuhusu vitendo vya ubakaji pia unyanyasaji dhidi ya mwanamke ambavyo viliweza kuorozeshwa katika mji na tarafa la Uvira. Katika habari zetu tulizozipata kutoka ripoti ya mtaa wa afya katika jimbo la Sud Kivu ambao iliweza kutangaza zaidi ya wamama 1000 ndio wahanga wa ubakaji katika mji na tarafa la Uvira. Ripoti hii iliweza kuangaziwa na kutaja kuwa ni miongoni mwa ripoti zilizopiga fora ambalo linataja kuwa mwanamke aliweza kunyanyaswa katika mji wa Uvira baada tu ya waasi wa M23 kuwasili hapa na kuweza kuendesha vitendo vya ubakaji. Mpaka sasa vituo vya karibu pamoja na vile vya mbali vinaendelea kuongeza ripoti pia idadi ya wale ambao waliobakwa kutokana na uhanga wa vita vinayodiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mganga kwenye mtaa wa afya wa Uvira alitaja kuwa ni vema wakina mama waweze kujitolea, kwa kuwa mpaka sasa idadi haijakuwa kamili, kwa kuwa bado wengi wao wangali wanasalia manyumbani kwao, wakiomba kabisa kuweza kujiondoa na kuja kwenye vituo ili waweze kuorodheshwa na kupewa dawa ambazo zitawakinga na vitaweza kuwakinga na magonjwa mbalimbali ambazo zinazokuja dhidi ya tendo la ndoa. Na pia mtazamaji wetu wa televisheni Muteba TV, tuangazie pia habari za kimataifa. Rais wa Rwanda Paul Kagame amevitaja vikwazo ambavyo nchi yake imewekewa na Marekani kama matusi, akidai Washington inaweka shinikizo kubwa kwa Kigali na kuionea huruma nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mahojiano aliyoyafanya na jarida la Jeune Africa, Rais Kagame amesema Marekani imeamua kumlaumu na kumwekea yeye vikwazo dhidi ya nchi ya Kongo, ambapo katika hatua ya Washington kuwa vitisho kwake. Lakini hivi karibuni Marekani ilitangaza vikwazo dhidi ya Rwanda, kile anadai Kigali kuendelea kukeuka makubaliano yaliyosainiwa mwaka jana mjini Washington kati yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo ametaja kuwa ni kama vile kukehuka haki za kibinadamu na kwenda kinyume na sheria, pia kutoheshimu makubaliano ambayo waliokubaliana huko Washington. Rais wa mpito wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore amewaambia wananchi wake katika taarifa hilo katika taifa lake, akiangazia kupitia matangazo ambayo yaliweza kurushwa moja kwa moja kwenye televisheni,
akiwaambia walazimishe kusahau swala la kidemokrasia. Traore amesema hayo katika mahojiano yaliyotangazwa kwenye televisheni yake RTB. Katika hafla hiyo, Traore amesema kwamba watu wa Burkina Faso wanahitaji kusahau swala hilo, sababu msingi wa kidemokrasia yenyewe sio kwa ajili yao. Itakumbukwa kwamba kiongozi huyo alichukua madaraka kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi mnamo Septemba mwaka 2022 baada ya kuiangusha serikali nyingine ya kijeshi, na tangu wakati huo amezuia sauti za wapinzani, huku wakiwaweka kando kabisa. Hapa wapinzani hawana cha kuzungumza na hawana cha kusema, na huku akitaja kuwa kuanzia Februari bunge lote liliweza kuvunjwa na kusimamishwa na kuweza kuwapa bunge serikali la kijeshi ambalo linaongoza bunge mwaka 2022. Hatua hiyo moja kwa moja mataifa imeitaka Burkina Faso kuweza kubadili msimamo huo na kuachia wanasiasa nao pia ili waweze kuwa na mazungumzo na viongozi wa mahali, kurejesha maazi na kuweza kurejesha miundombinu ya kidemokrasia katika nchi hiyo ya Burkina Faso. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imeletwa kwenu na Janvier Emmanuel Kaluya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabonea kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kuweza kuzipata. Mimi ni Janvier Emmanuel Kaluya na kutakia asubuhi njema na mchana mwema kwako. Kwaherini.